Mchezo umeisha Benjamin Mkapa, Young Africans anafanikiwa kufuzu makundi kwa mara nyingine tena. Tuliongea mchana Machiri. Kwa kiwango umekionaje? Namshukuru Mungu, kiwango kimekuwa kizuri tofauti na Romain Folz alivyokuwa ndani ya Yanga, ndani ya kosi cha Yanga. Ilikuwa performance ambayo hata wana Yanga tulikuwa hatujaizoea, kwa sababu siku zote mtoto namna unavomlea kila anavyokuwa unajua jinsi alivyo, lakini akikutana baba mwingine alafu mwisho wa siku akawa anakupa malezi tofauti, baba uliyemlea mwanzo unajua kwamba huyu mwanangu sasa anaenda siko. Kwa hiyo wana Yanga wote tulishajua kabisa sisi role model wetu ya mpira ni aina fulani. Alipokuja Romain Folz akataka kututoa kwenye ile kitu ambayo sisi tumeizoea na kutupeleka kwenye sehemu nyingine ambayo sisi hatukuiafiki, na hakuna mtu yoyote aliyewahi kujaribu kuiafiki hata kidogo. Yani hata kwa hivi kujaribu kukubali yani mfumo wa Romain Folz haukuepo. Lakini yote kwa yote tuseme tu kitu kimoja, ameondoka Romain Folz. Sawa, ndani ya siku 2 nafikiri kama ndani ya wiki hivi. Baada ya siku kutoka Malai nafikiri ni wiki tu, au sio? Siku 6 tuzungumzie, umeelewa? Lakini ndani ya hizo siku 6 umeona kocha aliyekuepo, watu waliwarudisha kwenye mfumo ambao tayari wachezaji walikuwa wameshaadapti miaka mingi. Umeelewa vizuri? Zaidi ya miaka 5 mpaka 6 mchezo wetu sisi ni huu. Lakini umeona kichukua kinafanyika hapa. Ni kitu ambacho performance nzuri, well done sana kwa wachezaji, lakini yote kwa yote pia bila kuwasifia wachezaji peke yake huwezi kuacha uongozi wa Yanga. Uongozi wa Yanga unafanya kazi kubwa sana. Shekhe, kumchukua mtu kukaa naye ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, umempa mamilioni ya fedha alafu unakuja kumvunjia mkataba, sio jambo la kitoto. Kwa hiyo tuna kiongozi bora, tuna viongozi bora ambao wanapoamua kufanya maamuzi wanafanya maamuzi kwa pamoja, kwa kushirikiana na matakwa binafsi pia ya wanachama na mashabiki wote ambao wanaona hiki hakifai. Kwa hiyo yote kwa yote tushukuru uongozi wetu baada ya kusikiliza matakwa pia ya mashabiki, nini ambacho walikuwa wanakitaka kimepatikana, kile ambacho tunakihitaji, na tunamshukuru Mungu. Sisi lengo letu kubwa ilikuwa sio tu hatua hii ambayo tumeenda ya makundi, lakini tunaitaka robo finali, ikiwezekana tuvunje mwiko twende nusu finali. Kwa kocha yule ina maana tulishaona kabisa mbele hatutoboi, lakini hapa tulipo kaka, hata ukiniamsha saa 8 usiku au saa 10 usiku tunatoboa vizuri. Wananchi mmekuwa mna matumaini makubwa sana kuona huyu kocha makundi msimu mnatoboa, mnena robo finali. Naam. So hivyo tu nafikiri ndani ya masaa tu kadhaa Engineer Harris anashusha dude ujue. Yaani kuna kocha ambaye huyu anakuja, mimi nikwambie tu kweli, kocha anayekuja kutangazwa CV zake kubwa tayari alishawahi kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Ureno. Umeelewa vizuri? Huyo bwana katika ngazi ya vilabu ana sifa kubwa za kufundisha, na hapa alichotuambia sisi anakuja kufundisha mpira mpaka katika kina cha bahari. Yaani ndani ya kina cha bahari wewe ukienda unazama, lakini wachezaji wa Yanga wanacheza, yani viatu vyao tu peke yake na mazoezi wanaopea ni ya kuganda juu ya maji. Babu, tunakuja kupiga mpira wa maana. Kila atakayekanyaga katika ardhi hii ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania tunapiga tu. Wapinzani wajipange. Tunamanua kila tunamhitaji. Yaani kila anayekuja kutana na Yanga sio tunapiga tu, tunamanua na tunafunua vile vile. Bwana, akia Mungu nakwambia, niambie. Huyu kocha Mabedi sasa unampeleka wapi? Huyu ni kocha amevusha. Huyu hatumtoi. Huyu ni kocha msaidizi kwa sababu anajua nini ambacho anakifanya. Hatuvunji mkataba wa Mabedi, Patrick Mabedi. Ataendelea kuwepo kwa sababu umeona kitu leo alichokifanya, amesimamia vizuri kazi yake. Umeelewa vizuri? Ataendelea kuwepo. Lakini ninachokwambia, Mabedi anakuja pia tena kupata kazi nzuri kutoka kwa kocha. Yaani kocha lenye uzoefu wa makombe duniani, sio Afrika bro. Kocha lenye uzoefu wa makombe duniani. Unamjua Cristiano Ronaldo? Namjua. Amepita kwenye miguu yake. Machiri bwana. Nakwambia hivi, Cristiano Ronaldo unamjua? Amepita chini ya huyu kocha wa kipindi hicho, kocha yuko katika academy hizo. Ndio nakwambia sifa kubwa ya huyu kocha, anafundisha mpira. Siku ukisikia Yanga iko Kokobichi, wewe nenda utaona kama anacheza kwenye mchanga au anacheza katikati ya maji. Sifa huyu kocha anafundisha mpira mpaka katika kina kirefu cha maji. Wachezaji wanacheza juu ya maji. Yani katika ardhi, sio kwenye mchanga kuchukua mazoezi. Wanaenda kucheza yani viatu na mazoezi atakao hapa. Oya, ushawahi kuona picha za Kichina watu watembea kwenye maji? Akina Pacome kwa utelezo ule wanaenda kuteleza ndani ya maji. Bwana Machiri, Prince Mpumelelo Dube, comment yako ni ipi? Kijana mimi nafikiri bado ana vitu vya kufanya. Nafikiri saikolojia yake bado haijakaa sawa. Unajua Prince Mpumelelo Dube amepitia vitu vingi sana hapa katikati baada ya ligi kusimama na mambo mengine. Amepitia mambo mengi sana. Siwezi kuweka wazi nikiwa kama influencer wa klabu, siwezi kusema nini na nini ambacho alipitia, lakini ni mambo binafsi ambayo ya Prince Dube ambayo aliyapitia. Lakini yote kwa yote sisi tukiwa kama influencer wa klabu ya Yanga, tunajua nini ambacho amepitia, na ndio maana huwezi kukuta watu wote wa media ambao mmewazoea nyinyi kutuona kina Machiri Yanga, kina Godi Yanga, hawezi kumsema vibaya kwa sababu tunajua nini ambacho anapotea. Lakini mimi niseme tu ukweli, ukiacha Mpumelelo Dube ambaye leo unamwona wewe labda kuna kitu ambacho amefanya, sisi tunajua kinachomsumbua, lakini very soon atarudi katika mfumo wake. Umeelewa? Yule ambaye unazoa wewe anapiga magoli mengi anarudi kwenye mfumo. Lakini yote kwa yote mimi niseme kitu kimoja, bure ina faida.
Yani bure na faida. Bure na faida. La mchana nilikwambia bure ina faida. Leo bro nimeingia humo ndani nimemuona Mchome yumo, nimemuona Dr. Mo, nimemuona Kiwale, Dr. Mo yupo ndani, nimemuona Kiwale, nimemuona Mandala, najiuliza kelele na mpaka Sam Simba nimemuona humo ndani. Umeelewa vizuri? Sam Simba yupo ndani. Najiuliza mimi mwana Yanga, najiuliza mwenye Yanga yangu, mwenye Yanga yetu. Hawa walikuwa wanatoa mishipa kuisema ile bure. Wao wamekuja kufanya nini humo ndani? Bwana mimi nimeona hao, lakini naamini katika hawa wote hawa kuna watu wengine wameona, wale member ma influencer wa Simba wameona humo ndani. Bro, wale wanaongea sio kwa kupenda. Wale wanaongea moyoni, wanaumia. Yani ukisikia donge la Mwafrika ndo lile. Hakuna Mwafrika anayependa Mwafrika mwenzake apate. Sisi tumepata coach na ni kiongozi bora. GSM inabidi tumshikilie. Wao wanachokifanya ni kuwaaminisha mashabiki wetu. GSM akasirika afanya nini? Aondoke. Bro, duniani GSM kaika rekodi duniani, so Afrika, duniani. Yani yeye ndo kiongozi ambaye amevunja rekodi za watu ambao wanaingia bure uwanjani. Alichokifanya yeye, Manja alishawahi kuingiza huko bure Mwanza huko. Nakumbuka mechi kama sikosei ilikuwa ya Senegal na Taifa Star. Mara ya kwanza kabisa alinunua uwanja Mwanza. Kama unakumbuka aliomba serikali akanunua uwanja. Baada ya hapo akaja akafanya hayo ndani ya Yanga. Nafikiri kama sikosei ilikuwa TP Mazembe. Umeelewa vizuri? Alifanya. Lakini rekodi hizo zimekuja kuvunjwa na nani? Na GSM. GSM alichokuja kufanya yeye, yani yeye jeuri yake GSM kwa sababu pesa anazo. Umeelewa vizuri? Kuliko mabosi wote Afrika. Anachokifanya yeye, mtu unaingia bure, unapata kinywaji, unapata na msosi. Bwana kama kuna mtu ambaye hajapata msosi, poleni sasa. Sisi ni ma-influencer tumeingia hapo, tumekula biriani, tumekunywa vinywaji na tumeingia ndani. Hiyo ndo tofauti ya mabosi wanaowekeza kwenye mpira na mabosi wanaochezea kwenye mpira. Uwezi kumchukua Muhindi kutoka India aje kuendesha timu yako. Muhindi siku zote katika maisha kazi yao kubwa walioizoea ni kuendesha kamari. Yani hiyo ndo kazi yao kubwa. Na ndio maana ukiona jezi zao sasa hivi kuna Betway, lakini mwanzo kulikuwa na nini? Mbeti. Mbeti ni mwenyewe Mo. Hiyo ndo kazi yao ambayo duniani amezoea. Hawezi kuchukua hela yake ya kamari akaja akawalisha watu biriani, hicho kitu hakipo. Hawezi kuchukua hela yetu ya kamari akaja akawaingiza watu mbure, kwa sababu unakwenda kumchokoza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakataza masuala nini? Ya kamari. Uwezi kuchukua wewe hela ya kamari ukaitia kwenye nini? Kwenye kusaidia watu. Hiki alichokifanya GSM amekwenda kuwapa watu ambao wana mahitaji. Mimi unavyoniona hapa 20,000 50,000 laki ya kuingia ndani hainishindi. Lakini kuna watu wanakaa kanda hizi. Bro, uwanja wanaishia kupita hapa, kiingilio cha ndani hawana. Yani hapa anaingia anapita kwa mguu. Kutoka kwake kuja hapa ni karibu, lakini hela ya kuingia ndani hana. Hayo mambo anafanya GSM. Lengo lake ni nini? Watu, kila mtu aione Yanga, kila mtu amuone Pacome. Uwezi kuingia humu ndani kama una hela, si ndio? Lakini yeye alichokifanya hapana. Humu ndani kulikuwa na watu wakubwa wawili. Humu ndani watu ambao wana uhitaji wameingizwa humu ndani kwa mambo makubwa haya. Jambo la kwanza kwenda kumuona GSM. Jambo la kwanza kwenda kumuona Engineer Hersi Said ambaye ni Mwafrika, ni Mtanzania wa kwanza kuwa mwenyekiti au sio bwana, kuwa kuteuliwa katika kamati ya watendaji ngazi ya vilabu FIFA. Tunazungumzia ulimwenguni. Watu hawamjui Engineer Hersi. Kwa hiyo kutokana na hii bure mtu kamuona leo Engineer Hersi anaongea. Lakini jambo la pili, watu wanataka kumuona huyo Zouzoua Pacome ambaye anazungumzwa na atakwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye kombe la dunia. Yani leo Tanzania inakwenda kutajwa duniani. Yani Zouzoua Pacome leo timu yake ya Ivory Coast inakwenda kucheza tuseme na Hispania kutoka wapi? Hispania. Anapoingia Zouzoua Pacome, tuashumu labda dakika 45 hajacheza, anaingia kipindi cha pili. Kitu kitakachotajwa ni vitu hivi. Atatajwa jina lake la Zouzoua Pacome, klabu anatokea Dar es Salaam Africans na nchi anochezea katika klabu yake ni Tanzania. Hilo lazima Watanzania tujivunie. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo alichokifanya GSM leo, watu hawataki watu wote wa Tanzania wasikie kwamba Zouzoua Pacome ni nani. Yote kwa yote mimi niseme kitu kimoja. Namshukuru GSM, endelea na hicho ambacho unakifanya. Sisi wana Yanga, sisi tunafurahia wanachotufanyia. Lakini wanochukia wachukue, hilo ni donge lao tu. Mimi nikushukuru sana Machiri. Niwape ule usia ambao niliuzungumza mchana. Walisema inaochangiwa ni nini? Msiba ndio una mchango. Si ndio? Kwa maana hiyo kwenye mpira alizungumza vitu vya ajabu na nilikwambia mchana. Lakini nilimwambia hawa anaowazungumza mishipa ikamtoka kwamba wanakuja kutuua sisi, ajiandae. Sisi tunaingia ndani, tunajua kuna maiti ambayo tunakwenda kuikafini, tunaitia kwenye sanda. Waandae nauli ya kuipeleka wapi?
Malawi, na nilikutabiria goli kuanzia 2 ama ngapi ama 3, sio? Tumepiga goli ngapi hapo? 2. Lakini nilikwambia 2 au 3? Si ndio nilikwambia mchana? Ndio hivyo. Nafikiri iko hivyo na tumemaliza babu. Asante sana. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.